Asante sana mpenzi mtazamaji wa Mwakenya TV mahali popote ulipo. Naomba nikusalimie hujambo. Karibu katika uchanganuzi wa siasa. Lakini naomba kuuliza swali kabla nizame kwa undani. Kufukuzwa kwa Edwin Sifuna ni mwisho wa siasa zake katika taifa la Kenya? Utaniandikia katika sehemu ya maoni. Kufukuzwa kwa Edwin Sifuna katika chama cha ODM ni mwisho wa siasa zake katika taifa la Kenya? Niandikie hapo chini. Karibu nikufahamishe kwa undani. Edwin Sifuna ambaye amekuwa katibu mkuu wa chama cha ODM kwa muda mrefu sasa, baada ya kuchukua nafasi wakati Raila Odinga alikuwa hai, baada ya Babu na Mwamba kung'olewa kutoka wadhifa huo wakati ule, sasa ameng'olewa na kufukuzwa kama umbwa. Katika kanda hii naomba tukaweze kuzama kwa undani ili tuelewe kwa nini ameng'olewa, kwa sababu siku ya leo ilikuwa siku ya Jumatano, chama cha ODM kikiongozwa na kiongozi mpya wa chama hicho ambaye ni kakake hayati Raila Odinga, Oburu Odinga, waliweza kuwa na kikao maalum haswa kwa baadhi ya wale ambao wanaunga mkono chama cha ODM kule Mombasa. Wakaamua kumng'oa kwa nguvu Edwin Sifuna katika chama cha ODM, haswa kwa wadhifa ambao amekuwa akishikilia kama katibu mkuu. Sababu ni zipi ziliweza kuchangia Oburu Odinga na wandani wake kumng'oa Edwin Sifuna kutoka wadhifa wa kuwa katibu mkuu wa chama cha ODM? One, Sifuna amekuwa akipinga serikali jumuishi iliyoundwa kati ya UDA na chama cha ODM. Wakati Raila Odinga kabla aage dunia aliweza kuingia katika serikali ambayo inaongozwa na William Ruto. Wakaonekana wakitembea pamoja haswa katika safari ya kisiasa. Edwin Sifuna kama katibu mkuu amekuwa akipinga hata wakati Raila Odinga akiwa, lakini aliweza kulazimika tu kuunga mkono Raila Odinga kwa sababu yeye ndiye alikuwa mwanzilishi na mwenye chama cha ODM wakati mkataba ulikuwa unaandikwa kati ya UDA na ODM. Wakaleta 10 point agenda. Edwin Sifuna kwa sababu yeye ni katibu mkuu alikuwa katika mkutano ule, lakini akasema yeye aingii katika serikali jumuishi ila tu atafuatilia mapendekezo ambayo yamewasilishwa na chama cha ODM, kufikisha mwisho mambo ya utekaji nyara, kulipwa kwa fidia kwa wale ambao waliweza kupoteza maisha yao wakati wa maandamano, haswa maandamano ya vijana wa Gen Z mwaka wa 2024, mambo ya maendeleo na masuala mengine muhimu. Akasema wakati wowote serikali ya Rais William Ruto itakapokiuka mkataba ambao waliweza kuandikiana kati ya ODM na UDA, atajitokeza na kutangaza yeye ameondokea. Kabla ya yeye kuondokea, kwa sababu amekuwa akipinga serikali jumuishi, ameondolewa leo na usimamizi wa chama cha ODM na nafasi yake kuchukuliwa na mwanadada mwingine hapo, hata nimesahau jina lake. Kwa hivyo kuondolewa kwa Edwin Sifuna ni kupinga serikali jumuishi, kwa sababu akina Junet Mohamed yuko katika serikali jumuishi.
Oburu Odinga yupo pale na ameonekana wazi kwamba yeye anaunga mkono kuchaguliwa tena kwa Rais William Ruto katika uchaguzi ujao wa mwaka 2027. Na hata wale ambao walikuwa wanachama wa ODM wakaingia serikalini, wakakabidhiwa nafasi za kuwa mawaziri, akiwemo Wycliffe Oparanya, yule mwingine anaitwa John Mbadi, Hassan Joho na wengine ambao waliungana pale wakawa mawaziri katika serikali ya Rais William Ruto. Wao wamesalia pale na hawezi kuondoka. Sasa kwa sababu Edwin Sifuna amekataa kuwaunga mkono na yale ambayo yanaendeshwa na serikali ya Rais William Ruto, ameng'olewa. Na kuna wakati, ikumbukwe, wakati wa mazishi ya yule ambaye alikuwa mlinzi wa Raila Odinga yalikuwa yakiendelea, Ruto aliweza kuhudhuria mazishi yale, akasema ya kwamba Edwin Sifuna uende polepole, usipoenda polepole nitaitisha mkutano wa wale ambao walikuwa waanzilishi wa chama cha ODM na tutakufanyia discipline. Baada ya Raila Odinga kuenda, mwenye amekuwa akionekana kushikilia ODM kwa sasa kwa kulazimisha sio mwingine ila tu ni Rais William Ruto, sasa amefanikisha shughuli za kumdiscipline Edwin Sifuna baada ya kufukuzwa kama umbwa siku ya leo. Namba 2, kung'olewa kwa Edwin Sifuna, sababu ya pili ni kuonekana kuunga mkono mrengo wa upinzani ambao unaongozwa na Rigathi Gachagua. Kivipi? Hivi majuzi kulikuwa na mkutano kule Busia ambao uliweza kuhudhuriwa na viongozi mbalimbali akiwemo gavana wa kaunti ya Siaya James Orengo, Edwin Sifuna, na wale ambao wamekuwa wakitembea na Rigathi Gachagua akiwemo seneta wa kaunti ya Kisii Richard Mumaima Onyonka, Anthony Kibagendi ambaye ni mbunge wa eneo bunge wakilishi la Kitutu Chache Kusini kaunti ya Kisii, ambao wamekuwa wakitembea pamoja na Daktari Matiang'i na Rigathi Gachagua, waliweza kujumuika pamoja. Sasa ikaonekana huenda Edwin Sifuna ameonekana kuingia katika muungano wa upinzani ambao unaongozwa na Rigathi Gachagua, na Oburu Odinga hataki hayo, ndio maana ameng'olewa na kufukuzwa kama umbwa kutoka chama cha ODM, haswa katika nafasi ile ambayo anashikilia. Na kuna wakati Rigathi Gachagua aliweza kuzungumza peupe mchana, akasema ya kwamba ikiwa Edwin Sifuna atafukuzwa chama cha ODM aende DCP, atamuunga mkono na atashinda kiti cha useneta katika kaunti ya Nairobi. Sasa ni ishara tosha kwamba hatakiwi katika chama cha ODM. Unajua sasa ukiingia nyumba ya mtu akukaribishe, uingie vizuri, apike ugali, lakini akatae kukuambia karibu tumumunye mumunyu ugali, akwambie muwe na mazungumzo kidogo, akwambie tutakutana siku nyingine. Hivyo ndivyo Edwin Sifuna imemfanyikia siku ya leo, kwa sababu ako kwa ODM, amekabidhiwa wadhifa ambao amekuwa akishikilia, lakini sasa hivi asante ya punda ni mateke. Ameng'olewa kabla ya kampeni kuanza rasmi kati maybe ya ODM na UDA. Ndio maana nikauliza swali, je, kung'olewa kwa Edwin Sifuna haswa kwa wadhifa ambao anashikilia kama katibu mkuu wa chama cha ODM ni mwisho wake kisiasa? Utaniandikia katika sehemu ya maoni hapo chini na nitakuwa napitia moja kwa moja. Kufikia hapo, mpenzi mtazamaji, ndipo natia kikomo katika uchanganuzi wa masuala ya kisiasa. Tukutane katika kanda ambayo nitaitengeneza hapo baadaye. But I have only one request. If you are watching
for the first time and you have not subscribed to our YouTube channel, I'm requesting you to consider subscribing by smashing the subscribe button that is down here. Once you are done, remember to turn on the notification bell so that the moment we upload any video clip, you'll be notified automatically that Omo Kenya TV has uploaded a video clip to watch. Remember to share our content also. Have our subgroups are developed on Facebook. That is the only way we can continue building this channel of ours, Omo Kenya TV. Be blessed by our supreme being who loves and have a let's meet in the next video. Bye bye.